Dalili nyingine ya kujua katika eneo ulipo kuna uwepo wa malaika ni pale ambapo utasikia msukumo wa kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu nataka uelewe kwamba malaika wako na lugha zao ambao wanazisikianga. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 13 na kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yasema nijaposema kwa lugha za malaika na kwa lugha za wanadamu. Kumbe kuna lugha ambao malaika ukimwongelesha huwa anaielewa. Na hii lugha ni gani? Ni wakati ule ambapo utasema kwa lugha. Sasa maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 na mstari wa 2 ya kwamba anenaye kwa lugha asemi na watu, bali usema maneno ya sirini, na anayesikia ni Mungu. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusiana na lugha za malaika, lugha ya malaika ambao anaielewa ni ile lugha ambao Mungu mwenyewe naye anaielewa, kwa sababu malaika wanakuanga na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya malaika na sehemu ya pili ni sehemu ya Mungu. Ndio maana tuko na Mikaeli, Gabrieli. Ina maana wote wako na kuanga na sehemu ya Mungu. Kwa hivyo ile lugha ambao malaika ataielewa ni ile lugha ambao Mungu anaielewa, kwa sababu ako na sehemu ya Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaposikia msukumo wa kuomba kwa lugha ndani yako, inawezekana sana kuna uwepo wa malaika ako karibu na wewe. Maana kama Roho Mtakatifu akijua kwamba kuna malaika amekutembelea, atakuweka msukumo ama ufufio ndani yako wa kuomba kwa lugha. Maana lugha ama kuomba kwa lugha ni lugha ambao malaika anaisikia. Ndio maana tumesoma tukasema kwamba nijaposema kwa lugha za malaika na lugha za wanadamu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atakufufia kuomba, kwa sababu kuomba kwa lugha, kwa sababu anajua kuna malaika ako karibu na wewe na anasikia lugha ambao unaizungumza. Na unapoongea kwa lugha, pamoja na kuwa wanadamu wasikii, pamoja na kuwa ni lugha ambao ni lugha ya kiroho, ama unanena kwa lugha na wanadamu wasikii, lakini yule malaika anasikia, na kuna vile ambavyo unamwangiza, kuna vile ambavyo unamtuma kutendea jambo lako, ama kuna vile ambavyo anakuelewa na atasikia, na yale majibu ambayo ulikuwa unahitaji kwenye maombi yako ni bila shaka utayapata. Kwa hivyo dalili nyingine ya kujua kwamba malaika yuko karibu na wewe ni pale ambapo utasikia msukumo wa kunena kwa lugha. Na huu msukumo wa kunena kwa lugha unatokeanga kwa sababu kuna malaika yuko karibu na wewe na anakuelewa zaidi kile ambacho unakizungumza. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa kwenye hii topic nifike hapo, kwa sababu imekuwa ni topic ndefu sana, lakini kabla sijamalizia ni kwamba malaika wa shetani wanaweza kutokea, lakini usije ukatofautisha kwamba huyu ni malaika wa shetani ama huyu ni malaika wa Mungu. Ndio maana kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 4 nadhani mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Lakini pia nilikuwa nimekusomea kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa pili mlango wa 11 na mstari wa 14, maandiko yanasema ya kwamba kwa maana shetani mwenyewe hujigeuza akawa mfano wa malaika wa nuru. Sasa utajuaje wakati ule umetembelewa na malaika wa Mungu ama malaika wa shetani? Kwa maana kuna watu ambao wametembelewa na malaika wa shetani wakaingia nao kwenye mahusiano, ama wakakupea information ambayo ile information itakuelekeza kwenye mauti. Maandiko yanasema kwamba ipo njia ionekanao kuwa nzuri machoni pa watu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa utajuaje kwamba huyu malaika ambaye amekutokea ni wa Mungu ama huyu malaika ni wa shetani?
Jambo la kwanza, kama ukitembelewa na malaika yeyote, awe ni wa Mungu ama huyu malaika ni wa shetani, unafaa umjaribu. Unafaa ujaribu. Maandiko yanasema tuwajaribu, tusiamini kila roho bali tuzijaribuni hizo roho. Kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza na wa pili. Si makosa kujaribu spirit ambayo imekuja mbele yako ama kujaribu, maana malaika pia ni spirit. Si wako na nafasi ya spirit. Si makosa kuwajaribu. Na unawajaribu kwa namna gani? Number 1, huwa unawajaribu kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Ukisema tu kwa jina la Yesu, ukiwa unamaanisha, utajua malaika ni malaika wa shetani ama ni malaika wa Mungu pande huu mwingine. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 na mstari wa 10 ya kwamba kwa jina la Yesu kila goti litapigwa, na vitu vyote vya duniani na mbinguni, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ni kupitia kwa jina la Yesu Kristo peke yake ambapo kila kiumbe ama kila kitu kitatii hiyo jina. Kwa hivyo unaweza ukakutana na malaika wa ufalme wa giza akawa anakuambia mambo ambayo unaona haya mambo ni kama ni mazuri tu, lakini usiongope kumjaribu, maana inawezekana ukaona ni mazuri, baadaye kumbe shetani amekuwekea mtego kule mbele. Unafaa, kama amekuambia jambo ama kama amekutembelea malaika yeyote yule, awe ni malaika wa giza ama malaika wa Mungu, unafaa, jambo la kwanza unaweza ukasema na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi 118 na mstari wa 26 ya kwamba blessed are those who comes in the name of Jesus. Kwa hivyo unaweza ukamwambia huyo malaika, baada ya kuwa amekutembelea, au amekutembelea kwa namna ya mwanadamu ama katika ndoto, kwenye maono, ukasema ukamwambia na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Usikatae kumkaribisha, maana si yeye mwenyewe ndiye amekuja. Na ujue kwamba uko na protection nzuri, uko na protection ya kutosha kama umeokoka, kiasi kwamba huyu malaika hakuna kitu ambacho atakufanyia. Kwa hivyo utamwambia na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Kama kweli ni malaika wa Mungu atakaribia. Kama ni malaika wa shetani, kama umemkaribisha kwa jina la Yesu Kristo, ni bila shaka hawezi kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana kuna reaction ambayo itatokea kwake. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo pointi yangu ni kwamba msiamini kila roho, bali sijaribuni hizo roho. Jaribu malaika. Lakini pia jambo la pili ni pale ambapo utapima kile ambacho huyu malaika anakuambia ukitumia neno la Mungu. Kwamba amekupea ujumbe fulani, unalinganisha Biblia inasema nini kuhusiana hiki kitu. Kwa hivyo malaika utampima kwa jina la Yesu, lakini pia kwa neno la Mungu. Lakini pia jambo lingine ni pale ambapo utatumia macho ya rohoni katika kumwangalia huyu malaika. Kuna vitu utaviona. Malaika wa kishetani kuna tabia. Maandiko yanasema kwamba tutawajua kwa matendo yao. Kuna tabia na kuna mambo fulani ambayo utayaona. Lazima umkazie macho, umwangalie kwa jicho ya rohoni ili ujue ni malaika wa giza ama ni malaika wa Mungu. Ndio maana maandiko kwenye kitabu cha Waefeso 1:18. Maandiko yanasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Lazima macho yako yakuwe wazi katika kuangalia, ukajua hiki ambacho unakiona ni kitu cha namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo topic imekuwa ndefu na ningependa niishie pale. Nimefundisha vitu vingi tu tofauti ambavyo na imani ya kwamba vitaweza kusaidia kwenye maisha yako, kufusha, lakini pia kuhakikisha kwamba utafanikiwa. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye amenisikiliza. Ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kumwezesha. Na imani ya kwamba vile ambavyo nimefundisha kuhusiana na malaika wataanza kumtembelea. Malaika watakuwa ni watumishi wake. Malaika wataanza kumtembelea hata wengine, malaika wa giza. Lakini Baba Mungu kamfungue macho ukawafahamu. Waje ukampe neno ambalo litatofautisha kati ya malaika wa giza na malaika ambaye ni wako Mungu. Asante kwa sababu ya hili somo, kwa sababu kuna mtu ambaye amefunguliwa, kuna mtu ambaye huduma yake ya malaika itaanza kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Neema yako kwa mtu huyu, rehema zako kwa jina la Yesu Kristo, ukamwezeshe kwa kila jambo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
naomba hata na kuamini. Barikiwa sana mahali ulipo, Mungu azidi kuwa pamoja.